Bwana, mambo vipi? Fresh kaka. Uko vizuri? Kama kawaida. Tuzo ya pili ya man of the match kwenye msimu huu dhidi ya Coast na leo dhidi ya Simba. Ndio. Nini siri ya kiwango chako leo? Ni mazoezi tu ya mwalimu na mazoezi ya kwangu mwenyewe binafsi. Inapelekea napata tuzo mara kwa mara. Okay. Mchezo wa leo kwako binafsi ulikuwa ni mchezo namna gani? Hasa unapoenda kuwakabili Simba, kitu gani hasa kilikuwa akilini mwako? Simba ni timu kubwa. Mchezaji yote anapenda kucheza na timu kubwa mradi aoneshe uwezo wake. Ipo hivyo. Ila Simba ni timu kubwa, tulianza kwa kuwaheshimu. Hata mmoja ukiangalia mechi tulianza kwa kuwaheshimu. Ukiangalia safu ya ushambuliaji ya Simba, kuna namna yoyote ilikutisha kabla ya mchezo wa leo? Naomba niulize swali lingine. Mchezaji gani hasa kwenye safu ya ushambuliaji ya Simba leo ambaye alikuwa ni msumbufu sana? Licha ya kwamba mmeweza kuwazuia kwa namna moja au nyingine. Naomba niulize swali lingine. Namna ulifanya maandalizi tofauti ya mechi nyingine na mechi hii. Kaka sina majibu ila naomba tu asanteni kwa hayo. Shukrani. Mechi ilikuwa ngumu. Kikubwa tulifuata maelekezo ya mwalimu tukafanyia kazi. Ni kama mlikuwa mnacheza nyuma sana kipindi cha kwanza, kipindi cha pili mkaanza kujaribu kupanda. Mlikuwa mnaona Simba leo wanapokuja mkao mnapata hofu ama ni mpango wa mwalimu? Ni mpango wa mwalimu. Mpango wa mwalimu tokea mazoezi tukasema timu inaenda kukutana nao ni timu kubwa. Hatuwezi kusema bwana tuanze kuwapresia juu. Lazima tuanze kuwapresia kati. Kila ambacho mlikuwa mnakitegemea kabla ya mechi na mlichokikuta kimeendana kwa asilimia gani? Kwa asilimia 100. Mlikuwa mnaona Simba ni timu aina gani kwa hizo mlikuwa mnakiexpect? Simba ni timu kubwa. Hata Mtibwa pia ni timu kubwa. Ila kikubwa sisi tukafuata maelekezo ya mwalimu. Ni kitu gani ambacho kama wachezaji mlikuwa mnahamasishana mlipokuwa uwanjani, kwa sababu tumeona kwamba Simba licha ya kupata goli lakini mnaendelea kuwa watulivu? Simba baada ya kupata goli tukasema tusitoke kwenye mchezo, kikubwa tuendelee kucheza kwenye shape ambayo mwalimu alituelekeza. Hivyo tu.